فصل في بيان ضوابط جواز خروج المرأة من بيتها. sawa. Katika darasa au faslu iliyopita Mtume alayhi salamu aliposema la tamna'u nisaakumul masajida, msiwazuilie wanawake wenu kwenda misikitini kuswali, wa buyutuhunna khairul lahunna, na majumba yao ni bora zaidi kwa wao. Hapo katika miongoni mwa faida za hadithi hiyo ni jawazu khurujil mar'ati min baitiha, kufaa na kujuzu mwanamke kutoka nje ya nyumba yake. Na jawazu khurujil mar'ati min baitiha, kwa sababu gani? Mtume anasema la tamna'u nisaakumul masajid, msiwazuilie wake zenu kutoka nje ya nyumba zao kwenda msikitini. Bali katika riwaya nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema qad udhina, pameidhinishwa an takhrujna, kutoka nyie wanawake fi hajatikunna, katika haja zenu. Umeelewa? Kwa hiyo hapo tunasema jawazu khuruji almar'ati min baitiha, ni jaiz mwanamke akatoka nje ya nyumba yake, lakini kwa kuchunga, kwa sharti kwamba huyu mwanamke awe amechunga masharti au dhawabit ambazo tunazitaja hapa. Faslun, huu ni upambanuzi fi bayani dhawabiti, katika kubainisha vidhibiti jawazi khuruji almar'ati min baitiha, vinavyoonyesha kufaa mwanamke kutoka nje ya nyumba yake. اعلم جوا أنه يجوز للمرأة المسلمة السلفية، يجوز ومنامك وكإسلام تنا وكسلف الخروج من بيتها، kutoka nje ya nyumba yake bidhawabit shar'iyya, kwa kuzingatia na kwa kuchunga vidhibiti vya kisheria, kanuni za kisheria, mambo ya kulazimia nayo yaliyotajwa na sheria. Sawa. bayanaha Allah, ambaye ameyabainisha Allah Ta'ala fi kitabihi, katika kitabu chake, wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi, na ameyabainisha mtume wake alayhi wasallam katika sunna zake. Wa min tilkum adh-dhawabiti, na miongoni mwa hivyo vidhibiti vinavyomruhusu mwanamke kutoka nje ya nyumba yake, anaruhusiwa lakini achunge hicho kitu. Hajachunga hicho, ni haramu kutoka nje ya nyumba yake mwanamke. Sawa. Awalan, sharti au kidhibiti cha kwanza, kanuni ya kwanza, jambo la kwanza ambalo mwanamke anatakiwa alichunge anapotaka kutoka nje ya nyumba yake, an yakuna khurujuha li daruratin au hajatin shar'iyya, ni kuwa kutoka kwake ametoka kwa ajili ya dharura au haja ya kisheria. An yakuna khurujuha, ni kuwa huko kutoka kwake mwanamke huyo li dharuratin, ni kwa ajili ya dharura iliyompata, jambo ambalo halina mbadala, ndio dharura. Ma la budda minha, jambo ambalo hapana budi yeye lazima afanye hivi, lazima tu atoke, hakuna mbadala mwingine wa yeye kukidhi haja yake hiyo. Hiyo ndio dharura. Ni yakuna khurujuha, kuwe kutoka kwake li dharuratin, kwa ajili ya dharura, jambo ambalo halina mbadala, lazima afanye hivyo, au hajatin shar'iyya, au ana haja yeye ya kisheria. Ndio mpaka hapo tofauti na vile ambavyo wanatoka wanawake wetu leo, yakijisikia kukabala sana anatoka na kabala sana, yani anapojisikia hiyo anatoka, lakini si kwamba sheria imemruhusu au kwamba kuna dharura. Hapana, yeye ni kutoka tu basi. Wadalilu qawlu ta'ala, na dalili inayoonyesha hiyo sharti au hiyo dhabit, kauli yake Allah aliposema walamma warada ma'a madyana, walamma waraa ma'a madyana,
na pindi nabii wa Allah alipoyafikia maji ya Madian, alipoyafikia maji ya Madiana, sawa, wajada, hakusudia mtume nani? Nabiullah Musa alayhi salam, alipokimbia jeshi la Firaun, alipomkimbia Firaun baada ya kumpiga yule mtu ambaye kunamvamia mtu wake, yeye akafa. Kwa Firaun na jeshi lake wakawa wanamfukuza, au jeshi la Firaun likawa linamfukuza Musa alayhi salam. Kwa hiyo amekimbia. Sasa ule mwendo wake wa kukimbia ndio anasema Allah, walamma warada ma Madian, basi pindi alipoyafikia maji ya Madiana, sawa, wajada indaha au wajada alayhi ummatan, alikikuta juu yake hayo maji kikundi cha watu, alikuta umati wa watu au kundi la watu. Wajada alayhi ummatan minan nas, alikuta kundi la watu, yasquna, wakinywesha mifugo yao, umeelewa? Wa wajada min dunihim imra'atayn, na akakuta pembezoni mwa yale maji kuna wanawake hao wawili, tadhudan, wanazuilia mifugo yao isiingie katika kunywa nini? Maji. Tadhudani, wanazuilia mifugo yao au wanyama wao sije wakaingia kunywesha nini, wakaingia katika yale maji kunywa, sawa. Qala Musa alayhi salam akasema kuambia wale wanawake wawili, ma khatubukuma, mna nini nyinyi? Wanawake wawili, mbona mko hapa, mna nini nyinyi? Sawa, ile swali kutoka kwa Musa kwa wale wanawake. Qala ta, sawa, nimestaajabu, hawa ni wanawake wako hapa, kulikoni? Haijazoeleka kipindi hicho mwanamke kumkuta yuko nje, sawa. Qalata, wakasema, la nasqi, sisi tuko hapa kuja kunywesha mifugo yetu, lakini la nasqi, hatunyweshi mifugo yetu, hatta yusdira ar-ri'a, mpaka wanyweshe hawa wachungaji wanaume hawa wanyweshe hawa, wakimaliza wakaondoka, ndio sisi tunaweka nini mifugo yetu, na ndio maana tunawazuilia. Mmeelewa mpaka hapo? Wa abuna shaykhun kabirun, na baba yetu ni mzee sana. Wa abuna shaykhun kabirun, na baba yetu ni mzee sana. Kwa hiyo aya imeonyesha hiyo dhabit kwamba hawa wanawake wawili haikuwa kawaida yao kutoka nje, lakini walitoka nje siku hiyo kwa sababu ya dharura. Dharura yenyewe ni ipi? Ni kwenda kunywesha mifugo yao, kwa sababu wasipowanywesha mifugo yao wanaweza wakafa, tabanwa na kiu na mfano kama hivyo. Kwa hiyo ni dharura, sawa. Dharura nyingine, wamefanya hivyo wao kwa sababu baba yao ni mzee sana, hakuna mbadala yake. Hapo tunasema hakuna njia nyingine. Kwa hiyo kilichotoa wao ni hicho, mifugo yao inahitaji chakula, na hakuna mtu wa kwenda kuwalisha chakula hiyo mifugo yao, kwa sababu baba yao ni mzee sana, waliobaki ni wao. Kwa hiyo lazimika, hakuna namna nyingine kufanya. Mmeelewa mpaka hapa? Kwa hiyo inaonyesha kwamba haifai au ni jaiz mwanamke kutoka nje ya nyumba yake lidharura, pale dharura itakapoita. Wa hadithu Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat, amesema qala Rasulullah, mtume Allah amesema, qad udhina, kwa hakika pameidhinishwa, lakunna, kwenu nyinyi wanawake, an takhrujna, kutoka nje ya majumba yenu, bihawaijikunna, kwa ajili ya haja zenu mbalimbali. Mpaka tulisema haja kiita ni jaiz pia, sawa. Labda kuna darasa msikitini, hiyo ni haja, anaenda kusoma, anakwenda kuswali salatu aljumua, hiyo ni haja, anaruhusiwa kwenda kuswali. Anaenda kumsalimia mzazi wake, baba yake na mama yake, hiyo ni haja, kwenda ni jaiz. Na haja nyinginezo, kuna muhadhara, anakwenda kusikiliza msikitini, jaiz. Hiyo
ni dhabit ya kwanza. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa achunge kwamba yeye anapotoka, je, ule utokaji wake una dharura? Na je, au kama hakuna dharura, una haja ya kisheria ipo? Ikiwa hauna dharura, haja ya kisheria ipo, ni jaiz. Ikiwa kuna haja au kuna dharura, ni jaiz. Hiyo ndio dhabit ya kwanza. Kwa hiyo achunge kwamba asitoke illa liwujudi dharurati au alhaja الشرعيه. نلم بقى طيب. hiyo ni dhabit ya kwanza.